Kila itwapo leo, watoto wanazaliwa katika uso wa dunia. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, binadamu mbalimbali ambao wanazaliwa katika uso wa dunia hawaji duniani kwa bahati mbaya, bali yapo makusudio mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu huyaweka ndani yao ili waje kuyatekeleza katika uso wa dunia. Si kila mwanadamu anazaliwa kwa ajili yake, bali wapo baadhi ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaleta kwenye uso wa dunia kwa ajili ya kuwasaidia binadamu wengine. Hawa ni binadamu ambao kwa lugha rahisi tunaweza tukasema ni wakombozi wa dunia. Zipo ishara mbalimbali ambazo unaweza ukaziona kwenye maisha yako na ukaweza kuitambua nafasi yako katika uso wa dunia. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue wewe ni mkombozi wa dunia, yani Mwenyezi Mungu amekuleta katika uso wa dunia kwa ajili ya kuwa msaada kwa binadamu wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali ambayo tunayaweka kwenye chaneli hii. Jiunge nasi kwa kusubscribe chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue wewe umezaliwa ili uje kuwa mkombozi wa dunia. Namba 1, wewe ni mwanadamu ambaye unakutana na majaribu yasiyokuwa ya kawaida kuliko binadamu wengine. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, binadamu ambao wamezaliwa ndani yao Mwenyezi Mungu akiwa ameweka ukombozi kwa ajili ya watu wengine ni watu ambao kila wanapojaribu kuinuka, changamoto mbalimbali zinakuja katika maisha yao, na mara nyingi changamoto hizo huwa zinakuwa nyingi kuliko ambazo zinatokea katika maisha ya wanadamu wengine. Unaweza ukajiuliza ni kwa sababu gani wewe ni mtu ambaye unapitia changamoto nyingi kuliko binadamu wengine? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anapokuchagua, shetani pia huwa anachagua kupambana na wewe. Shetani huwa hatamani kusudio ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yako liweze kutimia. Atatumia kila njia ambayo anaiweza kwa ajili ya kujaribu kukuangusha. Shetani anafanya yote hayo kwa sababu anajua nguvu kubwa ambayo ipo ndani yako. Laiti ukipata muda wa kuionyesha nguvu ambayo ipo ndani yako, utaweza kuwasaidia binadamu wengine, na inawezekana ukawa miongoni mwa sababu ambazo zitafanya maisha ya binadamu wengine yawe mazuri, maisha ambayo yatampendeza Mwenyezi Mungu, na ni kitu ambacho shetani hatamani kiweze kujidhihirisha katika maisha yako. Namba 2, mara nyingi unaota ndoto za matukio ambayo hutokea katika ulimwengu wa kweli. Mwenyezi Mungu anapokuchagua kama mkombozi wa dunia, anakuwa anazungumza na wewe katika namna mbalimbali. Miongoni mwa njia ambazo Mwenyezi Mungu huzitumia kuzungumza na wewe ni kupitia ndoto. Mambo mengi ambayo unakuwa unayaota, unakuwa unashangaa yanatokea kweli katika ulimwengu huu. Maonyo mbalimbali na miongozo mingi ambayo unatakiwa kuwaelekeza watu wengine, Mwenyezi Mungu huzungumza na wewe kupitia ndoto. Ukiona ishara kama hizi huwa zinajitokeza katika maisha yako, ujue wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa kwa ajili ya kuwakomboa watu wengine katika uso wa dunia. Na ndiyo maana kabla ya hatari mbalimbali kutokea katika siku za usoni, Mwenyezi Mungu huwa anakupa maono, na maono hayo wakati mwingi unayaona kupitia ndoto mbalimbali ambazo unaziota. Na ndiyo maana kuna muda ukiota ajali inatokea kweli. Ukiota mtu fulani atafariki, mtu huyo anafariki kweli. Ndoto nyingi ambazo wewe unaziota zinatokea katika ulimwengu halisi. Kama nawe ni miongoni mwa wanadamu ambao huwa wakilala wanaota ndoto za ukweli, ujue hali hiyo haijaja kwa bahati mbaya, bali ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako, na Mwenyezi Mungu amekupa mamlaka ya kuwa mkombozi wa dunia. Usiwe mbinafsi. Unapoona maono ya ujio wa tukio fulani hatari katika jamii yako, wasaidie watu waliokuzunguka dhidi ya hatari ambayo inaweza kuja. Ingawa wapo ambao wanaweza wasikuamini, lakini usijari, kwa sababu utakuwa umeifanya kwa ufasaha kazi ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako. Namba 3, una moyo wa kubeba maumivu ya binadamu wengine.
Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, asilimia kubwa ya wanadamu hawawezi kubeba maumivu ya binadamu wengine kwa sababu kila mtu ana kawaida ya kuangalia maisha yake. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hali huwa inakuwa tofauti ikiwa wewe ni miongoni mwa wanadamu walioumbwa ili waje kuwa wakombozi wa dunia. Mara nyingi unajikuta wewe ni mtu ambaye unaumia ukiona watu wengine wanateseka, na kuna wakati unahisi una jukumu kubwa la kuwasaidia watu hao ambalo linawaka ndani yako, na unajikuta furaha yako inakamilika pale unapowasaidia watu ambao walikuwa wanateseka. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao huwa wanaona dalili hii, ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu aliwaleta katika uso wa dunia ili waje kuwa wakombozi wa dunia. Namba 4, kuna sauti ambayo huwa unaisikia ndani yako, sauti ambayo huwa inakusaidia kufanya maamuzi mbalimbali kwenye maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, binadamu wengi waliozaliwa ili waje kuwa wakombozi wa dunia hawajiongozi wao wenyewe, bali Mwenyezi Mungu ndiye anayewaongoza. Mwenyezi Mungu huzungumza nao kupitia sauti ya ndani, na ndio maana hata inapotokea wanataka kupita katika njia ambayo ina hatari, wanaweza kuhisi uwepo wa hatari hiyo, ingawa wanaweza wasielewe moja kwa moja, lakini watahisi mioyo yao inakuwa mizito kupita njia hiyo na wanajikuta wamebadilisha njia. Lakini muda mfupi baadaye wanasikia katika njia ambayo walikuwa wanataka kupita kuna tatizo fulani ambalo limetokea. Hata wanapotaka kusafiri, kuna wakati ambapo mioyo yao huwa inasita, na wanapoahirisha kusafiri wanajikuta usafiri ambao walitakiwa kuupanda umepata ajali na kuangamiza watu wote waliokuwemo ndani yao. Na ndio maana binadamu hawa wanapokuonya usifanye kitu fulani, ni vema ukawasikiliza, kwa sababu binadamu hawa kama utapuuza maonyo yao, hatari inakuja katika maisha yao. Na mara nyingi watu hupenda kuwaona watu hawa kama watu wenye machale, kwani mara nyingi wanaweza kuihisi hatari kabla haijatokea. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao huwa wanapata hisia hizi, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa kwa ajili ya kuja kuwa wakombozi wa dunia. Hakikisha unautumia uwezo huo kwa ajili ya kuwasaidia binadamu wengine. Namba 5, watu wengi huwa wanapata furaha na amani pindi wanapokuwa karibu na wewe. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao huwa wanajikuta wanapendwa na watu wengine bila sababu yoyote. Hawa ni watu ambao kila wanapokaa watu wengine wanakuwa wanapenda kukaa karibu nao, na mara nyingi watu wengine wanapokaa karibu na watu hao wanajikuta wakiwa na amani katika mioyo yao. Hata kama walikuwa na msongo wa mawazo huwa unayeyuka, wanajikuta wanaanza kuwa na amani na furaha ambayo hawajui inatokana na nini. Mara nyingi binadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaleta ili waje kuwa wakombozi wa dunia ni binadamu ambao wana nuru nzuri ndani yao, na ndiyo maana kila mtu anapokaa karibu nao, nuru hiyo huangaza pia katika moyo wake. Kila mtu anajikuta anatamani kukaa karibu na wewe bila sababu yoyote. Ukiona hivyo, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaleta duniani ili waje kuwa wakombozi wa dunia. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.